Amani ya Mwenyezi Mungu iendelee kuwa nawe msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 popote pale ulipo. Ni ule muda mzuri tena wa kuweza kujuzana kile ambacho kinajiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usikose kusubscribe channel yetu ikiwa ndo mara yako ya kwanza kabisa kuja kujiunga nasi. Usikose kucomment, kushare na kulike ili uwe wa kwanza kupata habari zetu pale ambapo tutakapozirusha angani. Leo hii tutagusia kile ambacho kinajiri ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na majanga yote ambayo nchi ya Kongo inaendelea kuwa nayo katika kipindi hichi kigumu cha uvamizi wake dhidi ya nchi ya Rwanda. Msikilizaji, leo tutatuhama mashariki mwa DRC ambapo mizozo ya kivita, utamaduni pamoja na vitu vingine inavyoendelea huko kwenye nyanda za juu za tarafa la Fizi, Uvira na huko Mwenga. Tulikuwa bize kuweza kuandaa kile ambacho utakachokisikiliza ambacho ni cha ukweli na uhakika kutoka kwenye uwanja wa mapambano. Msikilizaji, tuzungumzie vita vya nyanda za juu za tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga. Vita vya nyanda za juu za tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga vimekwamia sehemu gani? Kwa nini kila mara M23 wanaingia Kenge na kuweza kutoka bila kuwepo na raia? Wengi wa eneo hizo za nyanda za juu za tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga wanaonyesha mshangao wao kuhusu kutekwa kwa kijiji cha Mikenge kwa mara ya tatu na waasi wa AFC M23, ambako mara ya mwisho imekuwa Jumatano hii ya tariki mosi Julai mwaka 2026. Kijiji cha Mikenge kilitekwa na kukaliwa na waasi wa M23 AFC RDF kwenye takriban miezi 10 kabla ya kukombolewa na jeshi la Kongo FARDC pamoja na wazalendo mwezi Januari mwaka huu tunao. Baada ya eneo la Mikenge kuweza kukombolewa na jeshi la FARDC pamoja na wazalendo, kulishuhudiwa na vita vikali kati ya FARDC pamoja na makundi ya waasi ya AFC M23 ikipambana vikali dhidi ya FARDC pamoja na wazalendo siku chache zilizopita, na eneo hilo kuweza kuchukuliwa tena na waasi hao licha ya kwamba FARDC ilizidisha vikosi na kuweza kuwafukuza eneo hilo. Ikasemekana kwamba walikuwa ni waasi wa AFC ambao walikuwa wanatafuta njia ya kuelekea Minembwe kwa sababu eneo la Mikenge lilikuwa tayari limefungwa na majeshi ya wazalendo pamoja na FARDC ambao hawakuruhusu kabisa eneo hilo kuweza kupita waasi wowote, na waasi wa AFC kuweza kufungiwa eneo la Minembwe. Wakati huo vikosi vya wazalendo mkiwemo vikosi vya Kakobanya, vikosi vya mzee William Amuri ya Kutumba pamoja na wazalendo wengine walielekeza macho yao huko Minembwe ambako waliapa kabisa kuteketeza adui. Naam, ilipofika tariki mosi Julai mwaka 2026, vikosi vya waasi vya AFC M23 vinavyoongoza na jenerali mwenye kujitangaza Sematama wa kikosi cha Twirwaneho viliweza kuripotiwa tena kuingia Mikenge moja kwa moja na kuteka eneo lote nzima la huko Mikenge, wakati ambapo macho ya wazalendo pamoja na FARDC yalielekea maeneo ya huko Minembwe. Duru zinazoaminika zinasema kwamba kuteka kwa mara nyingine tena kwa kijiji cha Mikenge kwa waasi wa AFC M23 kunaripotiwa huko M23 inapotafuta njia ya moja kwa moja kuunganisha eneo la Mikenge na eneo za huko Magunda, sehemu ambayo M23 inaendelea kushuhudiwa moja kwa moja ikipitisha vikosi vyake kwa ajili ya kuweza kuungana moja kwa moja na waasi ambao walioko maeneo ya Kitavi huko Minembwe ili kuweza kuendelesha vita na kuhakikisha udhibiti wa moja kwa moja vijiji vya Minembwe tarafani Fizi na Mikenge ndani ya tarafa la Mwenga, lakini pia vijiji vya Magunda, lakini pia vijiji vyenye kuinukia tarafa la Uvira. Hali hiyo tayari imeanza kuleta uoga mkubwa kwa wakaaji wa maeneo ya Pwezero pamoja na Bilalo Mbili ambao wanapatikana tayari kwenye maeneo hayo, licha ya shughuli mbalimbali za kibinadamu hazijaanza moja kwa moja kuendeka kama kawaida, lakini tayari walishuhudia ukimya pamoja na kutarajia pengine siku si nyingi kazi zitaanza kama kawaida. Habari zinazoaminika kutoka kwenye ngazi ya kijeshi zinasema kwamba kuteka kwa M23 eneo hilo la Mikenge pamoja na mengine
ni kufuatia ndege zisizokuwa na rubani zinazotoka upande wa Rwanda ambazo zinashambulia moja kwa moja eneo la Mikenge kila siku. Udhibiti wa njia ya anga haujakamilika kwa upande wa wazalendo na FARDC ambao wanaendelea kupambana vikali dhidi ya vikosi vya Rwanda RDF na M23, lakini pia Twirwaneho na Red Tabara wakiwa ni washirika wa karibu wa vikosi hivyo. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, ni wazi kwamba kijiji cha Mikenge ni kizuizi muhimu kibinadamu na kiusalama katika eneo la afya la Itombwe, kwa sababu eneo la afya la Itombwe waga linatumainia matunzo kutoka kwenye kijiji cha Mikenge. Kimekuwa kikitokea mapigano makali mara kwa mara kati ya jeshi la DRC FARDC linalosaidiwa na makundi ya wazalendo dhidi ya miungano ya waasi ya M23 RDF. Ingawa jeshi la serikali lilifanya operesheni kadhaa za kurejesha maeneo wiki zilizopita ili kudhibiti eneo hilo, mashambulizi ya pamoja ya Jumatano yamebadilisha kwa muda mistari ya mapigano. Kwa sasa uongozi wa sekta ya kijeshi Sokola ya pili kusini mwa Kivu ya Kusini bado haijatoa taarifa rasmi kuhusu hali ya sasa ya huko Mikenge au idadi ya watu ya maafa yoyote ya kijeshi yaliyofanyika huko Mikenge. Na mashirika ya kiraia huku Kivu ya Kusini yanazungumziaje hali ya vita vinavyoendelea ndani ya nchi ya DRC na huko kwenye Sosiko RDC ni shirika la kiraia kutoka jimboni Kivu ya Kusini linapinga vikali ukiukaji mwingi wa makubaliano ya kusitisha mapigano unaotumiwa kwa vikundi vya Twirwaneho, Red Tabara, M23 katika milima ya juu ya tarafa za Fizi, Uvira na Mwenga kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano Julai mosi 2026, uratibu wa Sosiko RDC ulisema vikundi hivyo vinaendelea kuripua mabomu mchana na usiku katika maeneo kadhaa, hali inayozidisha ukosefu wa usalama katika sehemu hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Bwana Kelve Bwija, mratibu wa shirika hilo la Sosiko RDC jimboni Kivu ya Kusini, amesema kwamba mapigano makali yalizuka mapema asubuhi kati ya vikundi vya wazalendo vinavyoshirikiana na FARDC dhidi ya M23 katika kijiji cha Mikenge katika eneo la Itombwe wilaya ya Mwenga. Mapigano hayo yaliendelea mchana mzima huko Mikenge na maeneo ya jirani na kusababisha wasiwasi mkubwa kwa wakaaji wa eneo hilo. Wakati hayo yakijiri namna hiyo, msikilizaji, ndege zisizokuwa na rubani zinaendelea kuripuka kwenye maeneo tofauti ndani ya tarafa la Fizi, mkiwemo huko Mulima tarafani Fizi, lakini pia huko Minembwe kwenye nyanda za juu za tarafa hilo la Fizi. Hayo yanajiri wakati wataalam wa Umoja wa Mataifa kuhusu nchi ya DRC katika utafiti wao wa hivi punde unaonyesha malengo ya kisiasa ya kundi la waasi la AFC M23 ambalo linahusishwa pia na rais wa zamani Joseph Kabila ambaye anaongoza mchakato wa kundi hilo kubadilishwa jina lake. Kwa mujibu wa uchunguzi wa wataalamu hao, waasi wa AFC M23 wana wapiganaji wapatao 30,000 ndani ya nchi ya DRC. Wapiganaji hao wanajumuisha waliokuwa wapiganaji wa CNPD, kundi la kwanza la M23 mwaka wa 2012, na tangu mwaka 2021 kundi hilo linakuwa likiwasajili wakimbizi kutoka Rwanda pamoja na kuwateka vijana jimboni Kivu ya Kaskazini ili kuingia kinguvu ndani ya jeshi lao. Aidha, maelfu ya waliokuwa wanajeshi wa serikali ya DRC polisi walikamatwa na kulazimishwa kuungana na kundi hilo la waasi, huku wengine wakiamua kujiunga kwa hiari. Kuhusu malengo ya kisiasa, wataalamu hao wa Umoja wa Mataifa wamebaini kwamba kundi hilo linataka kuundwa kwa Jamhuri ya Shirikisho la DRC ambapo wapiganaji wake watakuwa wanajeshi wa nchi hiyo. Waasi hao wanataka kuundwa kwa ukanda wa mashariki ambao unajitegemea na utakaoangaliwa kijeshi na nchi ya Rwanda kwa miongo kadhaa. Ripoti ya wataalamu hao pia imebaini kuwa rais wa zamani Joseph Kabila amekuwa akitembelea maeneo yaliyodhibitiwa na waasi hao
tangu Mei mwaka 2025 na kukutana na viongozi wa kundi hilo. Msikilizaji wa Kwetu News 24, dhahabu kutoka mkoa wa nchi ya DRC wa Ituri inasafirishwa kisiri kwenda Uganda. Hii ni moja ya hitimisho la ripoti iliyochapishwa mapema mwezi Juni na wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ili kuunga mkono hitimisho hili, hati hiyo inaonyesha kutokukubaliana, ingawa Uganda ilitangaza mauzo ya dhahabu ya rekodi mwaka jana takriban tani 62 au tani 62. Nchi hiyo haikutangaza uzalishaji kwa wakati mmoja katika kiwango hicho. Kulingana na waandishi wa ripoti hiyo, baadhi ya dhahabu hii inayodaiwa kuwa Uganda inatoka kwenye migodi mkoa wa Ituri katika nchi jirani ya DRC, ambako kitu kingine kisicho cha kawaida, usafirishaji rasmi wa madini ilifikia kilo 559 pekee mwaka 2025, huko uzalishaji ukihesabiwa kwa tani moja. Ni kushukuru kwa kusikiliza habari zetu, msikilizaji wa Kwetu News 24. Usikose kuungana nasi katika habari zetu zijazo. Kwa heri kwa sasa.